والطهارة على قسمين طهارة imegawika katika magawanyo makuu mawili. Tahara imegawika katika magawanyo mawili. Wat-taharatu ala qismaini, na tahara imegawika katika magawanyo mawili. Al-qismu al-awwal, fungu la kwanza, taharatun ma'nawiyatun, ni tahara inaitwa taharatun ma'nawiyya, tahara ya kimaana, haionekani, haishikiki. Nipi hiyo tahara? Wa hiya taharatul qalbi, nayo ni tahara ya moyo uwe uko tahir, umetaharika, moyo uko tahara, uko safi, uwe tahara, uwe safi kutokamana na nini? Minashirki wal maasi, uwe uko safi, umesafika, una tahara kutokamana na uchafu wa ushirikina na uchafu wa maasi. Kwa yule ambaye hana ushirikina na hatendi maasi na anapotenda hurudi kwa Mola wake, huyo moyo wake uko tahara. Anayefanya shirki, anayemshirikisha Allah katika ibada, huyo moyo wake una najis, na yeye mwenyewe ni najis. Unajisi yani unajisi wa kushikika? Unajisi wa kimaana. Tumeelewana vizuri? Kwa aina ya kwanza ya tahara ni taharatun ma'nawiyatun, tahara ya kimaana. Wa hiya taharatul qalbi, nayo ni tahara ya moyo utaharike minashirki wal maasi, kutokamana na ushirikina kwa sampuli zake. Sababu shirki ina sampuli, si kitu kimoja, si tunguri tu, si hirizi tu. Shirki iko kwenye maneno, mtu akasema maneno ya shirkina. Kama si Allah na wewe, kama si Allah na wewe, mimi ningekuwa nishakufa. Kwa hiyo huyu na Allah ni sawa, mpaka kusema kama si Allah na wewe, yani huyu na Allah iko sawa. Haya maneno haya mama angu vile kiapo mtu anapo. Haya maneno ya shirki. Kwa hapa tunawapa kwa jina la Allah au kwa sifa zake. Kwa hiyo huyo anasema mama angu vile, kaapa kwa asiyekuwa Allah, na kiapo ni ibada. Kwa hiyo ameifanya ibada ya kiapo kwa asiyekuwa Allah, kafanya shirki, kasema maneno ya shirki. Iko kwenye maneno shirki iko kwenye matendo. Unakwenda kwenye mizimu, ni matendo ya shirki ya kimatendo. Ameenda mzimuni, ameenda kugaragara mzimuni, ameenda kuomba kwenye mapango, ameliomba sanamu, kalitengeneza jisanamu alafu analiomba. Smith kaitengeneza picha ya mtu, alafu yeye alitengeneza ndio anakwenda kuabudu, badala ya kile alichokitengeneza kimwabudu yeye akiabudu yeye. Hii shirki ya matendo. Na kuna shirki ya itikadi, huisemi wala huifanyi, lakini iko kwenye moyo, kuitakidi kwamba manufaa na fanaka na khairi ambazo zipo kwenye familia yako ni kwa sababu ya mizimu yenu. Mizimu inatulinda sisi, tuko ndani ya himaya ya mizimu. Hiyo ni itikadi kwenye moyo ya kishirikina. Kwa hiyo ukivitoa vyote hivi vitatu, moyo unakuwa kwenye tahara. Tahara ya moyo ni kuwa mbali moyo huo na ushirikina kwa sampuli zake zote. Wal maasi, lakini pia
moyo ukawa uko mbali na maasi, chuki, hasadi, unafiki na mfano wa kama hayo. Wa kulli ma rana alayhi, bali na chochote kile ambacho kwamba kinaingia katika moyo na kuuchafua. Kwenye Qur'ani imekuja kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wanarana hao, rana ni kijinukta cheusi kinamea. Ukifanya maasi kuna kinukta cheusi kinaingia kwenye moyo, ukifanya maasi mengine kina kita chengine, alafu vinaungana, mwisho moyo wote unakuwa ni mweusi. Ukifanya toba, ukitubia, kinafutika. Ukiwa unafanya maasi, jumlisha maasi, mwisho ule moyo wote unapiga weusi. Hakutokuwa na aya wala hakutokuwa na hadithi ambayo itaingia na kufanya kazi katika moyo huo. Haelewi, wanasema wenyewe hasikii la muadhini wala la mnadi swala.